Sifa na shukrani kwa Bwana. Nilitaka niweze kuongeza tena kitu fulani kulingana na dada na ndugu ambao waliotamu kwa mbele. Inahusu dada ya ndugu Kupfer. Aliniambia siku ya kwanza ya juma huko Zurich ya kwamba dada yake haiko katika afya njema na kwamba anapaswa kuingia katika hospitali na ingekuwa vema tuweze kumwombea, na hivyo ndivyo tunataka tuweze kufanya kwa moyo wote. Dada Kupfer aliweza kuongeza na kusema ya kwamba haelewi kwa sababu gani waamini nao wanapaswa kupita katika mateso kama hayo. Mara nyingi si vyepesi kuweza kukubali ya kwamba waamini na wasioamini wote wanapaswa kupita katika majaribu mamoja ya mwili. Tungelipenda tuweze kuamua kwa namna tofauti. Tungeliweza kusema na kwamba tungeliweza kuweka yote kwa wasioamini na kwamba sisi tungeliweza kuacha waamini waweze kuwa huru, lakini hiyo hailingani na haki ya Mungu. Wakati wote tungali katika mwili huu wa nyama ambao tulioanguka ndani, tunapaswa kuvumilia mambo mamoja. Tunazeeka kwa namna moja, tunageuka kuwa wadhaifu kwa namna moja, na hivyo kwa ajili ya ugonjwa tunateseka, na kwa mwisho wakati kifo kinapotushika, hapo inapata tena sababu ya kutuchukua. Hivyo kwa wasioamini, lakini tofauti ni kwa sababu kuna safari mbili tofauti, na ni hapo ndipo kunakuwa tofauti. Kuna tofauti kama ninashuka au ninapanda, kama nimeokolewa au hapana. Lakini kuhusu mambo ya dunia, sisi sote tunakuwa katika safari moja, katika mambo mamoja. Tunaweza kuzeeka, sisi sote tunakuwa wadhaifu, sisi sote tunakuwa na mateso mamoja, lakini tunatambuaka tu wakati tunapokuwa tumezeeka. Wakati wote unapokuwa kijana unatikisa kichwa, unasema kwa sababu gani watu wanakuwa wagonjwa na kwenda kwa waganga wa meno? Na sasa wakati siku zinapopita na miaka inapomalizika, sisi sote tunatembea katika njia moja toka wa kwanza mpaka wa mwisho, na hayo haibadilishe hata kitu moja, ndiyo, kwa ajili ya kila mmoja wetu. Na hiyo ni haki ya ajabu ya Mungu. Ndiyo, Mungu wetu ni Mungu mwaminifu, anapasha kuwa wa haki, hawezi kuwa tofauti. Kama Mungu angeweza kuwa na vipimo viwili tofauti, namna gani angeweza kuhukumu? Haiwezekani. Nina kitu fulani cha kusema leo ili watu wasiweze kujisumbua. Kuna mashaka ya kwamba kuna kitu fulani kinaweza kunifikia. Mnajua ya kwamba kuna watu ambao hawana ulimi uliotahiriwa, na itabaki hivyo mpaka mwisho. Akose inaomba kusema ya kwamba muache. Bwana aliweza kuagizia hivyo. Imeandikwa pia ndani ya neno la Mungu, ndani ya mahubiri juu ya mulima. Bwana wetu anasema ndani ya Mathayo sura 5 mstari wa 10, heri wanaoteswa kwa sababu ya haki, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Mstari wa 11, heri ninyi wakati wanapo watukana ninyi na kuwatesa ninyi
na kuwasemea ninyi kila neno mbaya kwa uongo kwa sababu ya jina langu. Mstari 12, furahini, shangilieni kwa sababu zawabu yenu ni kubwa mbinguni, kwa maana ndivyo walivyotesa manabii waliokuwa mbele yenu. Hakuna kitu cha kushangaza kwa mambo hayo, lakini hiyo ni sehemu ya mambo. Kama watu wangeliweza kutushangilia, ni kusema kuna kitu ambacho hakiko vizuri pamoja nasi. Manabii wote waliweza kueleweka vibaya, walipigwa mawe, wakateswa na kadhalika, na haiwezi kuwa tofauti pamoja nasi kama tunaweza kutembea kwenye nyayo zao. Na tuliweza pia kusikia sisi sote na kusoma ndani ya neno la kuanzisha kuhusu neno la manabii tuliopokea. Petro wa pili sura 3 mstari wa 2. Petro wa pili sura 3 mstari wa 2. Mupate kukumbuka maneno yaliyosemwa zamani na manabii watakatifu na amri ya Bwana na Mwokozi iliyoletwa na mitume yenu. Amina. Tunashikamana nayo kwa nguvu. Mungu alizungumuza kupitia vinywa vya watumishi wake na manabii wake, na kisha alikuwa na watumishi wake na wajumbe wake ambao aliotuma, na kisha baadaye Agano Jipya likaandikwa, na moja inakubaliana na ingine 100%. Na hivyo sasa tunashukuru Mungu kwa moyo wetu wote, kwa maana tunaweza kufuata njia ya wamitume na manabii, na hayo kwa moyo wetu wote na nafsi yetu yote. Yale ambayo iliweza kunigusa sana hapa wakati wa kusoma ni wazo ambayo inayotamkwa hapa kwenye mstari wa 5. Petro wa pili sura 3 mstari wa 5. Maana wanasahau kwa kusudi ya kuwa mbingu zilikuwa tangu zamani, na nchi iliyofanyizwa kutoka katika maji na ndani ya maji kwa neno la Mungu. Mungu anaweza na anaifanyaka pia. Anaweza kushota maji mengi toka ndani ya bahari na kuyaweka ndani ya anga juu yetu, na kisha anaiangusha kama vile mvua, bila sisi hata kuweza kujua namna gani yalifanyika. Tunatambuaka tu wakati mvua inaponyesha na mambo yote yanapolowana, lakini Mungu ni mweza yote. Yeye aliweka sheria ya anga kupitia neno lake katika utaratibu na njia za kiungu, na hayo yanadumu hivyo. Hakuna mtu wa sayansa wa akili anayeweza kutueleza na kutafsiria inafanyikaka namna gani au namna gani Mungu anashotaka maji wakati wa mwezi na sio wakati wa jua, na kisha baadaye anaishusha. Lakini iwe namna gani, nashukuru kwa sababu Mungu ni wajabu. Yeye kama vile muumbaji alizungumuza, na wakati inapoandikwa hapa ya kwamba kwa uwezo wa neno la Mungu, ndani ya neno la Mungu muna nguvu za Mungu, na Mungu alizungumuza na kitu kikapatikana, na ingepasha kuwa hivyo. Na kama leo tuna hilo neno moja la Mungu, ndipo sasa yale aliyosema yanapasha kufanyika tena, kwa maana inaandikwa kwa uwezo wa neno la Mungu. Naamini ya kwamba mtume aliweza kuyasema pia ndani ya barua kwa Waebrania kwenye sura 11 mstari wa 3 katika maneno haya. Waebrania sura 11 mstari wa 3. Kwa imani tunafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Amina.
Watu wa siasa wako na maelezo zao, lakini waamini wao wako na msingi wa imani. Tunajua ya kwamba hakuna kitu kiliweza kutengenezwa na kitu fulani, lakini ni Mungu ndiye aliyeumba ulimwengu kutoka ndani ya bure. Nguvu za kuumba za Mungu zilikuwa katika neno ambalo alikuwa akitamka. Ndiyo, kitu kiwe na kitu kikakuwa, mambo yaonekane na mambo yakakuwa pale. Hakuna neno la Mungu lililorudi bure. Yale yote aliyosema yalikuwa yakitimilika. Nani wanaotambua hiyo? Ni waamini. Wasioamini hawawezi kuyaona, kwa maana siku zote wanapingana na Mungu, wanapingana na Mungu, wanakataa Mungu. Mungu hawezi kuingia hata katika mawazo yao. Wako na viumbe pasipo muumbaji, lakini hiyo haiwezekani. Kwanza tuna muumbaji na kisha baadaye viumbe vinavyoshuhudia uwezo wa muumbaji. Amina. Lakini Paulo alishaka kuandika ndani ya Waroma sura 1 ya kwamba hawatukuze muumbaji, lakini walipofushwa na wanatukuza viumbe, na kwa mwisho wanataka waweze kushitukuza wao wenyewe. Sisi tunakubaliana katika neno hili. Ni kwa imani ndio tunajua, ni kwa imani. Mtu asiyekuwa na imani hawezi kuyajua. Mtu asiyekuwa na imani hawezi kujua Mungu, hawezi pia kutambua ufunuo wa Mungu, hawezi kutambua mpango wa Mungu. Anajiuliza kwa sababu gani Mungu alifanya hiki na kile, lakini sisi hatujiuliza kwa sababu gani. Tunamshukuru tu kwa ajili ya yale ambayo aliyofanya. Amina. Na wakati ndugu Branham anaposema ya kwamba kama hakuna kitu ambacho kilichokuwa kimepotea, Mungu hangeliweza kujifunua yeye kama vile Mwokozi, hangeliweza kuonyesha upendo wake. Anasema ya kwamba hayo haingeliweza kuwezekana, na yote yangepasha kufanyika kama vile yalivyofanyika. Waamini wanapendaka wasioamini wanapendaka kujiuliza kwa sababu gani ilifanyika hivi, lakini sisi hapana. Lakini tunashukuru Mungu kwa sababu aliweza kupanga mambo hivi, na tunamshukuru na tunasema Bwana, asante kwa sababu ulituokoa, kwa sababu ulituruhusu kuweza kugeuka kuwa mali yako. Waebrania 11 mstari wa 3. Kwa imani tunafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyoonekana. Kusema Mungu hakukuwa na kitu fulani ambacho angeliweza kuumba ili aweze kutengeneza kitu fulani ambacho kilipaswa kuonekana, lakini hapana. Lakini Mungu yeye alikuwa akizungumza na kitu kilikuwa kikionekana. Alisema mwezi uwe, alisema nuru iwe, na nuru ikakuwa. Alisema nuru itenganishwe na giza, na hiyo ikafanyika hivyo. Na akaita nuru mchana na giza usiku. Akasema pia mwezi na nyota ziangae mbinguni usiku, na hayo yakafanyika pia hivyo, na ingali pia hivyo leo. Anasema jua itowe mchana, jua itowe mwanga wake mchana, na hiyo ingali inafanyika tena leo hivyo. Wakati aliposema kwamba udongo zae kila aina yote ya majani, na inafanyika hivyo, yote ilifanyika hivyo. Mungu alizungumza na kitu kikafanyika. Muwazie hiyo katika hii namna tofauti iliyo hapa duniani. Mungu aliumba kwa ajili ya kila eneo, kila mji, kila mahali pa baridi sana. Kuhusu Siberi alitengeneza mashuti za lazima sana, ili majani yaote hapa na huko, na hayo
iweze kuota huko kwetu. Mapamplimousse haziotake, hatuna hitaji ya hiyo, lakini viazi vinaota vizuri tena hapa. Lakini mwende huko. Ndiyo, niliweza kumaliza juma 6 huko Uhindi kwa mfano, na tuliweza kwenda katika mahali ambapo kulikuwa hakuna hata maendeleo kwa kiwango cha chini sana huko kusini Cape Cameroon, na tuliweza kuunywa ji ya muti. Ni muti ambayo unaweza kutoa ndani kinywaji, na mtu anayekunywa hiyo ji, anayekunywa kikombe asubuhi, jioni na magharibi, au asubuhi, mchana na jioni, hawezi kupata hata mapungufu moja ndani ya mwili. Lakini hiyo matunda pia iko huko, naweza kuiota na kuiona na kuivuna. Lakini Mungu alishughulikia yote mahali pote ndani ya jangwa. Sasa muwazie kama tunaweza kuweka wanyama wa udongo hapa katika maji, watakufa wote, na kama tunaweza kuweka viumbe vya maji hapa duniani, vitakufa vyote. Mungu alitengeneza shurti yote iweze kuishi huko ndani ya maji, na pia mashuti zote ili manyama zote kuishi hapa duniani. Yote aliweza kuipanga yote. Nani, ni kitu gani ambacho hakuweza kupanga na kuagiza yote? Nani anaweza kuibadilisha na kuifanya kuwa mpya au kuweza kuifanya tena mzuri? Nani ambaye anaweza kuibadilisha? Hakuna mtu huyo, haiko. Mungu alishaka umba yote kwa namna iliyo kamilifu. Nani ambaye alishaka tembelea huku akarium ya Elat? Na nani aliyeweza kushuka hizo madaraja ili aweze kutazama hiyo wanyama wa maji? Mtu yule anayeweza kuiona anaweza kujua kwa sababu gani andikwa ndani ya Ufunuo ya kwamba viumbe vyote duniani na mbinguni, hapa juu ya dunia, chini ya dunia, ndani ya bahari na yote iliyo ndani, yote ilitukuza yule ambaye aliyeviumba. Mara nyingi tunawazaka kwamba kuna aina 3 ya samaki, ya kwamba kuna karpe na ingine ya 3 inakuwa ni kitu kingine. Lakini mwachie pale. Mungu alitengeneza na kumba mamia na mamia mambo tofauti, ya rangi ya blue, ya nyekundu, ya manjano, na ya majani. Na hiyo yote watu tunapoiona unaweza kushangaa sana. Hapo kama unaweza kuyaona unaweza kushangaa na kuimba, "Oh, ona gisi wewe ni mkubwa. Ona gisi wewe ni mkubwa." Oh, hapo sasa moyo wangu unashangilia na kusifu, wewe ni mkubwa sana, unajitawala na wewe ni mkubwa. Na wewe unagisi wewe ni mkubwa. Naweza kutembea katika mahali fulani pa majani, niweza kuona hiyo aina ya maua na kujua ya kwamba yale yote ambayo Mungu aliyoumba ni ajabu sana. Hakuweza kutamka tu maneno kusema kwamba iko hivi hapa, lakini alikuwa akitamka neno na hayo yalikuwa yakifanyika, na hiyo inanifurahisha sana. Nasi tutaishi siku moja ambamo Bwana ataweza kukamata mamlaka yake. Alipatia wanadamu wakati, ndiyo, ili watu waweze kutawala kwenye dunia hii. Kwa mwanzo mwanadamu alikuwa ametayarishwa na Mungu ili aweze kutawala yote ambayo yaliyo hapa duniani na kadhalika na kadhalika, na kisha baadaye mwanadamu akaanguka, na hapo mabaya au shida zilikuwa zimekuja. Lakini sasa tunajua ya kwamba hali ya kwanza ambayo Mungu aliyotaka itarudishwa tena, na hapo hakutakuwa tena alama ya mambo haya yote. Ndipo tutakuwa katika mamlaka ya ujao ambayo iliyokuwa ya Adamu mbele ya anguko, na hapo tutafanana na Bwana. Tutakuwa hivyo sisi sote, na tunajua hiyo sisi sote. Ninaona ya kwamba ni hii wazo iliyosema kwamba yote ilitengenezwa na neno la Mungu ni wazo nzuri sana, ni kitu cha ajabu sana. Mungu alizungumuza na mambo yakafanyika, nasi tunapaswa kuongeza ya kwamba hayo inaweza tu kutambulika na kuonekana na kushuhudiwa tu kupitia imani. Kutokuamini inapingana na Mungu, haiwezi kuwa tofauti, lakini imani siku zote inapatiaka Mungu haki bila hata kufanya bidii. Tunaweza kushukuru Mungu kwa moyo wote. Waebrania 11 mstari wa 3.
Kwa imani tunafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyoonekana. Tunajua ya kwamba ulimwengu huu utapita na kisha kutakuja dunia mpya na mbingu mpya, mahali haki itatawala. Na kisha neno hili inalohusu maneno haya ilo katika barua ya kwanza katika Waebrania sura 1 mstari wa 2. Hapa inahusu swali ya Bwana wetu na inasema kuhusu Bwana wetu, inahusu Bwana wetu katika shahiri hii. Waebrania sura 1 mstari wa 3. Yeye akiwa kung'aa kwa utukufu wake na chapa ya nafsi yake mwenyewe, akichukua vitu vyote kwa neno la uwezo wake. Hakutamka tu neno lenye uwezo na kuweza kuita mambo kuonekana, lakini yeye anashika yote kwa mkono wake. Aliweka maamuzi zake, mashuti zake, na yote inashikwa kwa neno lenye uwezo lililotamkwa na Mungu. Wakati mweza yote anaposema, inakuwa ni neno lenye uwezo, na neno hilo ndipo linakuwa lenye mamlaka mbinguni na duniani kwa ajili ya wote na katika hali yote. Tumetambua yale inaandikwa hapa kuhusu Bwana wetu kwenye mstari wa 3 wa Ibrania sura 1. Yeye akiwa kung'aa kwa utukufu wake na chapa ya nafsi yake mwenyewe. Hiyo inanikumbusha neno la ndugu Branamu aliposema ya kwamba hatungeliweza kujua Mungu anafanana namna gani, au kujua Mungu ni nani, nao Mungu ni nani, kama Mungu hangeliweza kujifunua yeye mwenyewe kwa ajili yetu ndani ya Yesu Kristo. Hapa sasa hivi nilikuwa nikikaa ndani ya ofisi yangu nikawazia hayo. Fundisho lilo la ujinga sana ambalo haijawahi kuwa hapa duniani ni fundisho la utatu. Mungu wa vichwa tatu, au Mungu aliye ndani wa tatu tangu milele na milele. Namna gani watatu wanaweza kuwa moja? Watu hawajue hata kuhesabia mpaka 3. Lakini ni nini? Ndugu Branham aliona nini? Aliona hiyo chapa ya utatu ambaye mwanamke alikuwa akipigwa mara nyingi, na akasema kwamba mama yule analinganishwa na kanisa, au mwanamke yule analinganishwa na kanisa. Na kisha akaendelea na mshipa yake gegeuka kuwa kubwa tena zaidi. Mnajua yote habari hii. Ninyi wanawake mnayosoma mnaweza kuniambia yote ambayo Mungu aliyoahidi na atakayofanya. Ninawaambia ninyi hapa, ninyi wadada ambao mlio na muda mrefu kwa kusoma, siku moja ningependa niweze kuona orodha yenu. Wadada nao wana nafasi yao, msinisikie vibaya. Ningelipenda pia niweze kuona yale ambayo Mungu aliyoahidi, yale yote ambayo yaliyotimilika na ambayo inayobaki tena kwa ajili iliyo mbele kwa ajili ya kutimilika. Leo nilisoma barua kwa mfano mahali ambapo mwanaume mmoja anaambia ndani ya kusanyiko, akiambia watu yale ambayo walio nayo na kadhalika, anawaelezea yote na sio jina zao, ni kweli, lakini kama wako na maumivu kwenye tumbo na kitu kadhalika. Na ndugu akaandika ya kwamba tulikuwa kama vile tumechukuliwa kakosa ndani ya kusanyiko la ndugu Branham, ya kwamba ilikuwa ni kitu cha ajabu. Na mimi mwenyewe nishaka kuwa katika makusanyiko kama hayo huko Holandi, Breda, na huko London, na hapa na huko. Sawa sawa na mimi kwangu mimi huduma hiyo yake ya ndugu Branham ilikuwa ni alama ya ndugu Branham. Ilikuwa ni alama ya Masia, samahani. Ilikuwa ni alama ya Masia. Na hivyo ndivyo ndugu Branham alisema ya kwamba alama 2 za kwanza wataweza kuziiga, lakini alama ya 3 ya mwisho ambayo Mungu yeye mwenyewe atakayotimiza
na kufunua. Hakuna mtu mwingine inaweza kufunua kwake, na kwamba alama hiyo ya tatu haiwezi kuigwa. Lakini sasa kuna watu ambao wanaofunga watu kwenye gari ili waweze kutafuta kuweza kuweka anga nzuri ndani ya kusanyiko, lakini mara nyingi tunacheza kama hiyo ni ya kweli. Nakumbuka mtu yule mwenjilisi anayejulikana katika ulimwengu mzima aliyetokea huko Lebanoni. Alikuwa amesikia pia ndugu Branham, nami niweza kumchua. Nilihubiri katika kusanyiko lake huko Beirut huko Lebanoni, na kisha alikuja baadaye huko Holandi. Na mimi sipinge, ninawauliza tu swali. Kweli baada ya mahubiri akatamka akasema ya kwamba sasa Roho wa Mungu anataka azungumuzie kupitia mimi, na sasa Bwana atafunua yale yote yanayofanyika hapa, na hivyo ndivyo alifanyika. Ninakumbuka sana wakati mmoja aliposema ya kwamba hapa kuna walioana wawili ambao wanaoteseka sana kwa sababu mvulana wao haiko tena nyumbani, na kwamba hawana hata alama ya kujua kama iko hai tangu tarehe fulani. Na kisha akafanya kitu hiyo kama vile ni mchezo. Kwa kiwango nilikuwa nikikaa karibu huko nyuma kwenye kiti nikingoja ili mtu yule aweze kusema ya kwamba nataka niweze kuambia wale wawili waliooana waweze kusimama kwa majina zao, lakini hayo haikufika. Nilingoja kwa bure. Lakini sasa akasema tena ya kwamba kuna mtu mmoja aliye na shida ya tumbo, inaumwa ndani ya tumbo, anayeumwa ndani ya tumbo, ya kwamba ni mama aliyekomaa. Lakini nikasema hii ni uongo kabisa, na kama hii ni uongo, lakini hii hainihusu mimi haina maana na mimi. Na mimi naweza kuja hapa mbele ya kusanyiko ya watu wakosa 1000 na kusema hiki na kile, nikiambia kusanyiko, na watu wote wataweza kushangaa. Na pia tunaweza kujenga kose nyumba au kanisa la pili pembeni na kuongezea. Na hapo sasa nitaweza kuona mtu akishangilia na kusema na watu watasema ona ni baraka gani kuwa pamoja nasi, na kwamba Bwana amezungumza. Lakini si Bwana aliyezungumza. Hao ni wadanganyifu, watu wa kuiga, walikuwa wakisimama kwenye madhabahu na sio mambo mengine. Na sasa tunataka kusema ndugu Franke, sasa una haki ya kuweza kuhukumu kwa namna hii. Msikilize mahubiri ya ndugu Branham na mtatambua ya kwamba hakuweza kulinganisha alama ya Masia pamoja na uponyaji na pamoja na maalama na maajabu, au pia pamoja na ufunuo au kufunua kwa mihuri 7. Lakini malaika alikuwa amemwambia nini? Ya kwamba utapewa alama ya Masia, mawazo ya mioyo yatafunuliwa kwako. Na nishaka kuisema hapa, malaika aliweza kutamka waziwazi Yohana sura 1 akimwambia ndugu Branham, na akamuonyesha na kumfundisha ya kwamba hiyo kitu moja kinafanyika pia ndani ya huduma yake, kama vile ilikuwa imefanyika wakati wa zamani ndani ya huduma ya Yesu mbele ya Wayahudi na Wasamaria, na sio mbele ya mataifa. Na sasa kwa mwisho wa wakati wa mataifa umefika, na sasa hiyo alama moja ya Masia inafunuliwa kama vile alama ya mwisho kwa ajili ya kanisa. Malaika aliweza kumwambia pia Yohana sura 4, na akamweleza na kumtafsiria kwamba hiyo ndiyo alama ambayo itatuma maroho zinagawanyika. Wamoja wanasema kwamba ni Mungu na wengine wanasema kwamba ni ya shetani na kadhalika, lakini malaika yeye alimupatia hizo mafundisho za kibiblia. Na sasa kuna mtu anaweza kuuliza, ndio hiyo ni kweli, lakini naweza kuonyesha ya kwamba wakati malaika anapotoa utangazaji, malaika anaweza, kwa mfano, kwa iwe Gabrieli au malaika mwingine, lakini wakati malaika anaposema anajua ni kitu gani anasema ndani ya ufalme wa Mungu.
hauna hitaji ya kuogopa. Na malaika naye anajua maandiko matakatifu. Nataka kuambia yale ambayo malaika Gabrieli aliyoambia Yohana katika wakati ule, ndani ya Luka sura 1 mstari wa 15, ikihusu Yohana. Luka 1 mstari wa 15. Luka 1 mstari wa 15. Maana atakuwa mkubwa mbele ya Bwana, na hata kunywa mvinyo wala malofu, naye atajazwa Roho Mtakatifu hata toka tumbo la mama yake. Mstari wa 16. Na wengi wa wana wa Israeli atawageuza kwa Bwana Mungu wao. Mstari wa 17. Naye atatangulia mbele yake mwenye roho na nguvu za Eliya, kugeuza mioyo ya baba kwa watoto wao, na kugeuza waasi kwa akili za wenye haki, kufanya tayari watu waliotengenezwa kwa Bwana. Amina. Mnatambua namna gani malaika aliweza kumtangazia habari hiyo na akamweza kumpatia habari hiyo wazi wazi, akaeleza na kutafsiria huduma ambayo Yohana ambayo angepasha kutimiza. Mimi sishangae kuona jinsi msingi wa Biblia kwa ajili ya huduma ya kibiblia na pia mafundisho kapewa hata mbele huduma ianze. Na ndugu Branham alisema nini? Alisema ya kwamba hawataamini, na kisha jibu itakuja. Alama 2 utazipewa kama vile nabii Musa. Alama ya kwanza pamoja na mkono, ugonjwa wa mgonjwa utaonekana kwenye mkono na mgonjwa ataona, na wakati ugonjwa utakapopotea kwenye mkono, mgonjwa atajua kwamba amepona. Na kisha malaika akamwambia, kama unabaki kuwa mwaminifu na mnyenyekevu, alama nyingine utaipewa, ni kusema mawazo ya mioyo yatafunuliwa kwako, na kadhalika na kadhalika. Na alama hiyo ndiyo ndugu Branham aliweza kueleza akisema kwamba ni alama ya Masia. Iwe Paulo, iwe Petero, hakuna moja aliyekuwa nayo. Nami siwezi kungojea hiyo, siwezi hata kuwa na hitaji ya kuweza kuwa nayo, kwa maana Mungu hana hitaji watu wa kuiga. Mungu anahitaji tu watu wa kwanza walio na mwito yao ya halisi, watu ambao wanaofuata huduma ambayo Mungu aliyopatia kanisa. Mtu wa kuiga si mtu wali na karama yake halisi ya kwanza ya halisi. Lakini Bwana wanasema pia kwamba malaika alimwambia waziwazi, akamwonya ili aweze kuzungumza kuhusu mambo hayo. Na kisha tuliweza kuona watu ambao waliweza kuanza kumwiga, lakini hapana, tuhitaji hiyo. Lakini tunaamini kwa moyo wote ya kwamba tulipokea alama ya mwisho ya Bwana, na pia tuliweza kupokea ujumbe wa mwisho. Hayo mawili yote yamemalizika. Tunangoja tu kurudishiwa kwa mambo yote ambayo Mungu aliyokuwa ameweka ndani ya kanisa. Nasi tunakubalishwa kwamba Mungu atayatupatia. Siwaze kwamba ninaweza kuanza kufanya kitu fulani hapa, na siwaze pia ya kwamba kuna mtu mwingine anayeweza kufanya hivyo au anayepasha kuifanya, lakini naamini tu ya kwamba huduma iliweza kupokea vyombo vingi kupitia ufunuo wa neno, na ili kila mtu aweze kutimiza huduma ambayo Mungu aliyompatia. Na ni kwa furaha kubwa na uhakika wa ndani ndimo tunatangaza mahubiri ya ndugu Branham, na tunagawa chakula, na pia tunatangaza neno la Bwana mpaka aweze kurudi. Ninatumaini ya kwamba hamkuhesabia hiyo kama vile ni kitu cha kupinga wengine wa ndugu. Ningelipenda niweze kuzungumza sana na mtu huyo ambaye naye mheshimu sana, ichapokuwa sijaweza kumwona bado. Niliweza kumsikia tu, nilisikia ikisemeka tu kuhusu yeye.
ningelipenda pia niweze kupata sehemu katika makusanyiko kama hayo. Hatutaki hata katika hali moja ili kitu fulani cha kimaajabu au cha haki kiweze kupingwa na kushakiwa, lakini ni kama vile nilivyosema, kuiga huduma ya kipekee. Narudia tena, huduma ya kipekee ilikuwa haihusu maalama na maajabu au uponyaji na mambo mengine. Hapana, huduma ya kipekee mliweza kuiona katika mahubiri ya ndugu Branham ya video. Ndugu Branham akisimama pale akisema, mimi sina uwezo, mimi ni mnyonge, nasimama pale, niko tu hapa na hapo. Muda alikuwa ikifika, na hapo sasa alikuwa akisema kwamba hakuna mtu anaweza kujificha, na hapo sasa Mungu alikuwa na mambo yote chini ya uongozi wake, naye sasa alikuwa akitamka maneno hapo, na sisi tunaweza kuishi katika siku hizi za mwisho, na tunashukuru Mungu sana kwa ajili ya hayo. Na mnajua vizuri ya kwamba ndiyo ilikuwa ikigawa maroho katika wakati wa Yesu. Wamoja walikuwa wakisema ana Beelzebuli, na wengine walikuwa wakisema hakuna mtu aliyewahi kusema kama vile yeye. Wengine walikuwa wakisema ni kweli ni nabii, kwa maana hatujawahi kusikia ikisemeka ya kwamba kuna mtu aliyeweza kufungua macho ya mtu aliyezaliwa kipofu. Amina. Hatujawahi kusikia mtu akifungua macho ya mtu aliyezaliwa kipofu, lakini mambo makubwa yalikuwa yakifanyika. Lakini mashaka haikuwa katika maalama na maajabu. Hapo pia kulikuwa mambo ya kupinga, lakini haikukuwa mashaka ya kuweza kuwa na ushirika pamoja na Beelzebuli. Lakini Bwana yeye alikuwa akijua mawazo yao, alikuwa akijua yaliyo ndani mwao, alikuwa akiwaambia waziwazi ya kwamba tazama yale mnayowaza ndani ya mioyo yenu, naye hangeliweza kuwavumilia, nao hangeliweza kumvumilia. Bwana angeliweza kuambia Petro, wewe ni Simoni, jina lako wewe ni Simoni, jina lako litakuwa Petro, na jina la baba yako ni Yona. Alikuwa akijua hayo yote, na waandishi walikuwa wakisiwaza ya kwamba mbona hajue mtu huyu. Na kisha Nathanaeli akafika akamwambia, mbele Filipo akuite, wakati ulipokuwa chini ya mtini nikuona. Na hapo waandishi wakasema, oh Mungu wangu, ni kitu gani hiki? Lakini hiyo ilikuwa ndiyo hatua. Akaambia mwanamke kwenye kisima, wewe tafuta mume wako. Akasema, mimi sina mume. Akamwambia, ulikuwa na 5 na yule ambaye uliye naye sasa si mume wako. Akasema, tunajua ya kwamba wakati Masihi atakapokuja atatuambia hayo yote, haya yote ambayo ulioniambia. Akamwambia, wewe ni nani? Yeye akamwambia, mimi ndiye ninayekuzungumzia. Basi hakuwa tena maswali. Kibuyu kwa ajili ya kushota maji ikabaki pale, na akakimbia ndani ya mji akasema, mkuje, nilipata yule Masia, sivyo? Ilikuwa ni alama ya Masia, na mnaweza kuisikia ndani ya mahubiri yote ya ndugu Branham wakati alipokuwa akianza makusanyiko ya uponyaji, au wakati wa kuonyeshwa kwa hiyo kipaji cha kipekee cha huduma yake ilikuwa ikifanyika. Maana nyingi kwa na wazo wa kwanza kwamba ingekuwa vema uweze kuacha mambo hayo, kwa maana mara nyingi wakati tunapotafsiri mahubiri mengi unapataka hiyo mambo mamoja ya kwanza, hiyo kitu kimoja. Sasa kwa sababu gani hiyo kitu moja kwa kirudia kila wakati? Alikuwa akihubiri katika eneo tofauti. Angepasha kuweka kwanza msingi wa Biblia ili watu waweze kujua ya kwamba walikuwa hawana mtu ambaye alikuwa akiwazia, sivyo, ambaye alikuwa akisema ya kweli au hapana. Hapana, sio hivyo. Ilikuwa ni huduma ambayo ndugu Branham alikuwa anaweza kusema kwamba kama mtu anaweza kuonekana hapa duniani na kusema ya kwamba yale aliyeambiwa haikuwa ya kweli, na hapo sasa ni kusema mimi ni nabii wa uongo. Ilikuwa ikihusu huduma hiyo isiyoweza kushindwa ya Yesu Kristo, hayo kama vile alama ya Masia ndani ya kanisa, kwenye msingi ambao watu wangepashwa kuweka maamuzi yao. Hiyo ndiyo ilikuwa hatua ambayo hangeweza kuelewa, na wengine waliweza kuwaza
nasi tuweza kujaribu pia, tutaweza kujaribu pia, ndiyo, na hivyo ndivyo wanafanya. Lakini sisi hatutajaribu kuiga, hapana, sisi hatutaijaribu, lakini tunajua yale ambayo Mungu aliahidi. Aliahidi ya kwamba angepasha kuutuma nabii, lakini pia alisema ya kwamba kama vile Yane na Yambure walivyosimama, watu nao watasimama katika siku za mwisho. Swali siku zote ni moja. Sasa hii ni ya nini? Kupitia Mungu sisi tulijipatia maamuzi ya kutoonyesha kitu kingine ila ni utangazaji wa Biblia na kuweza kuweka katika matendo tu yale ambayo inayokuwa ya kiungu, na kitu kingine chote mambo mengine yote yanapaswa kulingana na maandiko. Nasi sasa tunashukuru kwa sababu Mungu atusaidia katika siku za mwisho. Kwa maoni yenu, mara ngapi kutovumilia inanishikaka? Na sio ninyi peke yenu, lakini na mimi pia nashikaka kwamba ninakuwa katika hali mbaya, lakini ni vema kungoja, vema kubaki kuwa kimya mpaka Mungu aweze kufanya kitu fulani. Na hapo sasa tutakuwa na muda mrefu tena ya kuweza kusonga mbele pamoja na Bwana. Na hapo sasa haitakuwa tena kujaribu au kuiga. Niliweza kutafsiria mtu mmoja, sijui kama nishaka kusema hapa. Aliweza kusema maneno fulani ndani ya kusanyiko na mimi ndiye nilikuwa nikimtafsiria. Na akazungumza kuhusu mtu ambaye angepasha kuwa na kitu fulani na mtu yule hakuonekana, lakini mwanamke ndiye akaonekana, akasema akose pia inaweza kuwa ni mwanamke ndiye niliona. Ni kweli nilikuwa nimesumbuliwa sana, nishaka kuishi mambo fulani mimi mwenyewe na niweza kujipatia pia maoni yangu, lakini sitaki kuweza kurudilia yale ambayo niliyofanya leo na kisha niweze kuwa kama vile wa kupinga. Lakini tunataka tuweze kuacha yote katika mikono ya Bwana, naye atafanya yale inayokuwa njema. Anaruhusu ili atupatie yote inayokuwa akose kuwa njema kwa ajili yetu. Mara nyingi hatuelewake hiyo, lakini hayo pia ni sehemu ya mambo. Hatuwezi kuyaelewa au kuipanga, lakini yeye ashaka kuyapanga, na anasema ya kwamba hayo nayo ni sehemu ya hii mpango mkubwa wa Mungu katika siku hizi za mwisho. Nani anahitaji ili Mungu afanye kitu fulani? Kweli kweli pamoja nasi? Ndiyo, kupitia sisi pia. Ni wakati imefika sasa. Nani aliye tayari ili aweze kupendana sisi kwa sisi, kuweza kuwa macho ili kusiwe tena kitu fulani kinachoweza kututenganisha na Bwana? Kila mtu aweze kutazama mwengine kwa uhuru na kwa namna iliyo wazi, na upendo uweze kuwa wa haki, na imani iweze kuwa ya haki, yote kwa kama vile ya kwanza, na tuweze kuwa na sura moja mbele na nyuma. Tuweze kuambia kila mtu uso kwa uso yale ambayo tunayoweza kusema hata nyuma ya mgongo wake, na yote yaweze kufanyika kwa uhakika na kwa nia njema. Na mahali ambapo hatuwezi kusema kitu fulani, ingekuwa vema tusiweze kusema kitu fulani, tunyamaze. Ndugu Branham alisema ya kwamba kuna mambo mengi ya kusema juu ya mtu fulani, kuna mambo mazuri mengi ya kusema juu ya mtu fulani, na si vema kuweza kuweka kwa nafasi ya kwanza mambo madogo madogo yaliyo mabaya. Na hapa kama tuko wenye haki, na kama tunaweza kutazama mambo mazuri ya wandugu na wadada, na hapo sasa ndipo tunaweza kuyazungumzia hata kwa saa nyingi. Na kama tunaweza kujaribu kuweza kupata kitu fulani cha kuonya mwingine, na hapo sasa tutakuwa na masaa mengi tena mbele yetu, mbele ya kuweza kupata kitu fulani. Lakini
na hapo sasa tutakuwa tumepoteza muda wetu, lakini hatutaki kufanya hivyo. Lakini tunataka tuweze kutumikisha muda wetu kwa ajili ya kuona upande nzuri, sehemu nzuri kwa ajili ya kila mtu, tuweze kuona sehemu nzuri kwa mtu na kuweza kuyazungumzia. Nataka nishaka kusema mahali fulani, kama mtu fulani anatafuta kitu fulani kibaya, aweze kujitazama yeye mwenyewe ndani ya kioo, na ni ndani mwake ndipo ataweza kupata nzuri na ya karibu hapo hapo ndani yake mwenyewe, na bila hata kuitafuta hata kwa muda mrefu. Kama anaweza kujua ni mahali gani yaliko, kama watu wengine wanaweza kutafuta, ni mtu mwenyewe atashafute kitu fulani, na hivyo sasa itaweza kumwepusha kuweza kutafuta muda mrefu. Na hivyo ndio, na siseme hii kwa kujifurahisha, lakini naisema kwa uhakika wote, na nihitaji ili hayo yaweze kukamatiwa kwa nia njema, lakini kamatiwe tena kwa haki. Tuache yote inayoweza kubomoa na kuharibisha, lakini tuweze kukumbuka kwamba tuko viungo vya mwili moja, na sote tuweze kuunganishwa pamoja, na sisi tuko viungo sisi kwa sisi, na wakati kiungo kimoja kinapoumia, mwili wote unaumia. Kama hauisikie wakati kiungo kimoja kinaumia, ni kusema kuna kitu ambacho hakitembei. Kama mtu fulani anaumia na kama wewe hauumie pamoja naye, ni kusema kuna kitu fulani kinachofanyika. Kama ninaweza kujipiga kwenye msumari huu, nitaweza kusikia kwenye kidole, naweza kunyangua kose mguu wangu wa kume, kwa sababu nitajua kwamba hapa ndipo nimekuwa kwenye mguu wangu. Kiungo kinaambatanishwa kwa mwili wote, na wote na unasikia maumivu mahali pote. Na wakati mwili wa Yesu, kiungo kimoja kinaumia kwenye mwili wa Yesu, hapo hapo viungo vyote vinaumia pamoja naye. Na wakati kiungo kimoja kinafurahi, viungo vyote vinafurahi pamoja navyo. Na hiyo ni kile fulani ya maajabu. Hakuna wivu, hakuna chuki, hakuna kitu kama hicho. Lakini kuna kwa furaha ya mbingu kwa yale ambayo Mungu aliyofanya ndani mwetu. Jina la Bwana usifiwe, amina. Tusimame kwa ajili ya kuomba. Nami pia nakwambia asante Bwana kwa moyo wote, kwa ajili ya hili kubwa ambayo hatuwezi hakose hata kuelewa, kuweza kuwa tunakaa kwenye miguu yako. Amina. O Bwana, sisi kama vile wafuasi wako, sisi kama vile wanafunzi wako, na sio kama vile wanaojua mengi au kujua vizuri, lakini kama vile watu ambao wanaohitaji kujifunza. Ulituma mwalimu Roho Mtakatifu, alikamata neno lenye uwezo na akalitufunulia. Alitupaka, akatufungua macho, akafungua mioyo yetu ili tuweze kuona na kusikia na kuamini. Amina. Bwana mpendwa, tuliweza kuelewa pia alama ya Masia. Ulitupatia ili taifa lako iweze kukamata maamuzi. Ni alama ambayo iliyopingwa kwa wamoja, kwa wamoja aliwasimamisha, na kwa wengine akawakwaza. Lakini sisi tunaweza kubadilisha nini juu ya hayo? Kwetu sisi alikuwa ni baraka. Haleluya, baraka kubwa. Na kama sivyo, tungeliweza kujua ya kwamba kulikuwa wainjilisi wengi, lakini sasa tumejua ya kwamba kulikuwa mtu aliyetumwa na Mungu, mtu wa Mungu, nabii aliyeahidiwa ndani ya roho na ndani ya nguvu za Eliya, kwa ajili ya kurudisha mioyo ya wana wa Mungu kwenye neno la wababa mitume, na kwa ajili ya kutayarisha taifa Bwana, kwa ajili ya kufunua siri zote na kuweza kuvunja hizi madesturi zote,
na kuweza kutangaza ya kwamba hizi desturi zote hazina maana, lakini pia kwa ajili ya kurudisha neno lililofunuliwa lenye uwezo na linaloshinda. Bwana mwaminifu, katika hali hii nakuomba kwa ajili ya kitu cha mwisho, kitu ambayo inayoleta shida kubwa. Ninakuomba uweze kufunulia kanisa lako lote ya kwamba wandugu wetu ambao walioshurutishwa kuweza kuoa tena wasiweze kuhesabiwa kama vile walivyotalikiwa mbele ya Mungu, na kwamba neno talaka haliko katika neno lako, haiko katika neno lako. Lakini ninakuomba pia uweze kutoa uchafu huo, haya hiyo, na uweze kutupatia nuru, mwanga ulio wa ujao, ya kwamba hatupashi kuhukumu tukiwa na vipimo viwili tofauti, na tusiweze kuhukumu na kuweza kutoa maoni yetu, lakini tuweze kushukuru Mungu kwa sababu aliweza kutulinda. Bwana, tulinde katika mambo yote. Tunatoa viatu vyetu kwa maana tunajua kwamba ulizungumuza, na haturuhusu ili watu waweze kudharau yale ambayo uliofunua na uliosema katika utakatifu wako. Watu wote waweze kunyamaza na wewe peke yako uweze kuzungumuza. Bwana, tubariki sisi sote. Tunakushukuru pia kwa ajili ya ushuhuda, sana sana kwa ajili ya yale ambayo ndugu Shibiti aliyosema hapa. Kwa hatua gani anashangaa na kuguswa kuweza kusikia na kuona gisi wale ambao waliokuwa hapa mara moja na waliosikia neno na ambao walioweza kulikubali bila hata kushurutishwa, na ambao baadaye walioweza kushota baraka inayoambatanishwa na hayo. Basi hivyo iwe hivyo kwa ajili yetu sisi. Bwana, fanya neema ili mzigo wote uweze kutoshwa ndani mwetu, na ili tuweze kusikia neno lako, kuliamini na kuweza kuishi yale ambayo ulioahidi ndani ya neno. Mungu mwaminifu, tunajiweka katika neema yako. Tunakuomba pia kwa ajili ya dada yetu Kaufman. O Bwana, mguse. Bwana mwaminifu, unaona pia uaminifu ya wandugu yetu wapendwa Kupfer. Bwana, unajua njia ambao wanaopita ndani, hawarudi nyuma hata ya kujitoa, hawahesabie hata wakati, lakini wako hapa siku zote. Bwana, huyo dada mpendwa wetu Kaufman anayeteseka ndani ya moyo wake, aliye na shida ya kupumua, o Bwana, si wewe ambaye uliyepuliza pumzi ya uzima kwa mwanadamu? Una uwezo ili tena moyo uweze kutumika tena kwa namna ya ujao, na mafafa yaweze kutumika tena kama vile yanapashwa kuwa kwa kawaida na kama vile inavyostahili. Wewe uliyeumba mwanadamu hauwezi kumtengeneza, hauwezi kumponya. Wewe uliyeumba mwanadamu hauwezi kukomboa kiungo kimoja? Unaweza Bwana. Tunakuomba Bwana, umguse na umponye kupitia nguvu zako kwa ajili ya heshima na utukufu wa jina lako. Haleluya. Bwana mpendwa, tunakuletea pia mahitaji zingine zote na maombi zote zingine, o Mungu, na tunakuomba pia uweze kuwa pamoja nasi weekend hii. O Bwana, tunajiweka kwako. Unajua namna gani ninawazaka mara nyingi ndani ya unyonge wangu, namna gani najisikiaka, na namna gani nahitaji tena nisiweze kuhubiri tena. Basi nisamehe kwa kupingana kote. Nionyeshe ya kwamba ulirudi Sayuni
kwa ajili ya kanisa lako, na pia tena taifa lako, na pia hekalu lako, hekalu lako, mahali unapotawala, unapoishi na kutenda. Bariki wa ndugu yangu wapendwa, ndugu Rose. Bariki wa ndugu wote ambao walio na kazi za kutimiza hapa ndani ya kusanyiko. Bwana, tubariki sisi sote kwa wingi wa neema yako, na utupatie mioyo ya kuamini, ni kusema imani ya kwamba utafanya yale uliyosema. Basi tufanyiwe sawasawa na neno lako. Haleluya. Utukufu na heshima iwe kwa jina lako takatifu. Amina. Amina.